wekeza katika ufalme wa Mungu. Wekeza katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tunahitaji kuwekeza sana maadamu tuko hai, maadamu tunaishi, maadamu Mungu ametupa neema ya kuishi na kumtumikia. Katika ulimwengu tunaoishi, unaweza ukaona watu wengi wanafanya kazi kwa bidii, kwa juhudi sana, na wanapofanya kazi kwa bidii wanajitahidi kile wanachokipata wasikitumie chote au kisipotee. Wanawekeza, wengine wanaweka miradi mbalimbali, wengine wanajenga majumba, wengine wanaanzisha biashara, wengine wanapeleka mashambani, wengine wananunua mifugo. Kwa nini? Wanajaribu kuwekeza katika ulimwengu huu ili wawe na kitu kitakachowasaidia kwenye maisha yao. Na kama mtu anaweza akafanya kazi kwa nguvu alafu asiwekeze chochote, itafikia mahali ambapo atakuwa ni mhitaji, na kama ni mhitaji hakuna alichokiwekeza, anaweza akapata shida, akahangaika, na pengine akatamani mtu fulani aweze kumsaidia, asiweze kupata msaada, kwa sababu wakati alipokuwa na nguvu hakuwekeza chochote kwenye maisha yake. Kadhalika katika maisha ya kiroho, sisi wana wa Mungu tuliokoka, tulio na safari ya kwenda mbinguni, tuna uwekezaji tunaweka katika ufalme wa Mungu aliye hai. Na kama tukiishi kwa namna ya kuwekeza mara kwa mara na kila wakati, siku moja tutakuta vile ambavyo tunawekeza kwenye ufalme wa Mungu tutavikuta mbinguni, na mahali pale ambapo tutakaa pamoja na Kristo patakuwa ni mahali pazuri pa kupendeza, kwa sababu tuliishi si kwa hasara, bali tulijitahidi kwa kadiri tunavyopata neema tukawekeza kwenye ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Najaribu kukupa utambulishi, ninayo saa moja kama dakika 20 ya kusema somo hili. Japokuwa somo hili ni refu sana, naweza nikalihubiri hata siku 7 na lisiweze kuisha, lakini kuna kipengele kimoja tu katika somo la uwekezaji kwa Bwana tutakwenda kulizungumza ndani ya saa moja na dakika 20. Tutakuwa tumaliza somo letu, na amini kuna kitu ambacho Mungu atakifanya kwenye maisha yako. Piga Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 hadi mstari wa 20. Kama utakuwa ni mwepesi wa kufungua ili tuweze kwenda na muda wetu na tusipoteze wakati, utakwenda kusoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 19. Tutasoma hadi ule mstari wa 20. Neno la Bwana linasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wezi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wezi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo tunaona jinsi duniani watu wanavyojiwekea hazina ya mali. Wengine wana akaunti benki, anaweza kuwa na akaunti benki hata zaidi ya 2, anajiwekea hazina, kwa maana anajua siku moja kwenye hazina yake itamsaidia. Mungu naye katika maandiko matakatifu anasema tuweke hazina mbinguni, ambapo hakuharibiki kitu, wala wezi hawavunji wala hawaibi. Kumbe kwa Mungu
kama tunavyoweka kwenye benki za duniani. Haleluya. Kama tunavyoweka mashambani, kama tunavyowekeza kujenga mahoteli ili tuzalishe, kama tunavyowekeza kununua mifugo kama ni ng'ombe, mbuzi na vitu vingine, kwa lengo la kuwekeza uwekezaji katika ufalme wa Mungu, vile vile kuna uwekezaji. Lakini kitu kinachofurahisha zaidi, Biblia inasema duniani wezi wanaweza wakavunja, wakaiba, kuna nondo, kuna kutu, kuna vitu vinaharibu katika uwekezaji wa duniani, lakini katika hazina iliyowekwa kwenye ufalme wa mbinguni hakuna wezi. Haleluya. Hakuna nondo wala kutu, maanake hakuna roho ya uharibifu unapowekeza katika ufalme wa mbinguni. Maanake chochote unachokiwekeza lazima uone matunda yake na kuyafurahia. Chapie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Unakifurahia na unakipata katika namna ya ukamilifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Sasa katika uwekezaji kuna namna nyingi tunaweza tukawekeza, lakini leo nataka nikushie kipengele kimoja tu, kinaitwa zaka. Hebu sema zaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu kaniambia nenda kafundishe habari ya uwekezaji, zaka. Watu wajue namna ya kuwekeza katika namna ya zaka. Sijajua kwamba kuna shida ya kutoa zaka au kuna namna fulani, lakini Roho Mtakatifu yeye anapenda tujifunze juu ya habari ya zaka siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shika mkono jirani yako mwambie zaka. Shika mkono wa kushoto na kulia mwambie zaka. Wa mbele na wa nyuma mwambie zaka. Haleluya. Mimi kwa kawaida ninapofundisha au nakuhubiri uwe umechangamka. Haleluya. Amen. Biblia inasema uso wa mtu hunyoa uso wa nini? Yaani kama unaponiangalia na kuonyesha ushirikiano kwa tuko pamoja, huwa kuna vitu Roho Mtakatifu anaviongeza zaidi. Haleluya. Lakini kama ushirikiano kwa mdogo, Roho Mtakatifu anasema watu wamechoka kusikia na mimi naishia hapa. Haleluya, haleluya. Malaki sura ya 3. Malaki sura ya 3. Malaki sura ya 3. Tutakwenda kuanzia pale. Ni kitabu cha mwisho cha Agano la Kale. Tutasoma kuanzia mstari wa 8 kwenda mstari 10. Tutasoma kwa jina la Bwana. Neno la Mungu linasema, je, mwanadamu atamlilia Mungu? Ameanza kuswali. Je, mwanadamu atamlilia Mungu? Lakini ninyi mnanilia mimi. Lakini ninyi mnasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmenilia zaka na dhabihu. Mstari wa 9, ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnanilia mimi na taifa hili lote. Mstari wa 10, leteni zaka kamili. Kwenye kamili kama unaandika pigia mstari neno kamili, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana Yesu, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kuna moja, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi.
na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya ya Malaki yamebeba kwa asilimia kubwa tafsiri na uzito wa zaka. Maandiko mengine yamezungumza, lakini katika Malaki ameingia ndani sana na kuonyesha madhara ya mtu asiyetoa zaka na kuonyesha faida ya mtu anayetoa zaka. Na maandiko haya ndiyo yanabeba dhana ya somo la uwekezaji upande wa zaka kwenye ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Zaka maana yake ni fungu la 10. Ukihesabu vitu 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ndani ya vidole vyangu 10 kuna kidole kimoja tunaweza kusema ni zaka. Ni fungu la vitu 10, kimoja kinaitwa zaka, au fungu la 10, au 1 ya 10 ya vitu vilivyonavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo zaka maana yake ukiwa na vitu 10, kimoja inaitwa zaka. Na kama vitu hivyo vinatakiwa kutolewa nyumbani mwa Bwana, maana yake unachukua kimoja, unaacha 9, unavipeleka nyumbani mwa Bwana, unamtolea Mungu kama sadaka ya zaka. Haleluya, haleluya. Na vile 9 vilivyobaki unaweza ukavitumia kama unavyopenda wewe mwenyewe kwa ajili ya utukufu wa Bwana, pamoja na familia yako, pamoja na ndugu zako, au unakupenda mwenyewe, maadamu ile sehemu ya zaka ambayo ni moja ya vile ulivyonavyo ndani ya 10 umeipeleka kwa Bwana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa Mungu alikuwa analalamika. Amen. Anasema watu walipoacha kumtolea Mungu zaka walikuwa wameiba. Ilifikia mahali wana wa Israeli wakaacha. Inaonyesha mwanzoni walikuwa wanatoa tena kwa uzuri, tena kwa ukamilifu, lakini adui akaingia katikati, akawaloga, akawaambia hamna haja ya kutoa zaka, kwa sababu makuhani wanaweza wakaishi pasipo zaka. Mungu ana kila kitu, amejitosheleza, maana dunia yote ni ya kwake. Adui akamweleza, akamwambia, tazama, mimi mnahangaika sana kufanya vibarua, mnahangaika sana kutafuta fedha na kupata kipato, haina sababu ya kutoa zaka, kwa maana hata Mungu anaona jinsi mnavyohangaika. Wakarogeka kwenye fahamu zao. Haleluya. Wakasema hata Mungu anayejua maisha tunayoishi, kwa hiyo hakuna sababu mimi ya kutoa zaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maswali ambayo unaweza yakawa yanazunguka kwenye akili ya mtu. Mtu anasema Mungu anajua jinsi anavyoishi, anajua nahangaika hata kupata kodi ya nyumba. Mungu anajua nahangaika hata kupata chakula. Mungu anajua nahangaika kutafuta barua, saa nyingine unapata makaa. Haleluya. Na Mungu anajua maisha yangu yote, kwa hiyo hakuna sababu kutoa zaka. Nitatoa siku nimepata vingi sana, nikipata vichache sitatoa. Lakini Mungu tu mbinguni analalamika, anasema mimi mnaniibia zaka na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Mnaniibia zaka nini? Na dhabihu. Kwa sababu mnaniibia zaka na dhabihu, pale chini ameeleza madhara
ya kutotoa zaka tuangalia hapo mbele kidogo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 30. Ningependa tuende taratibu, maana Roho Mtakatifu kuna kitu anataka kufanya katikati yetu asubuhi ya leo. Nisomee paragrafu hii. Ishina saba mstari wa 30. Vijana mpo kweli? Vijana sisi tulipokuwa vijana, kabla mchungaji anaweza kusema ameshasimama na kusoma, yaani kana kwamba walikuwa na ndao vile wakawa mchungaji titi ameshasoma. Kitabu cha Walawi 27:30. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya ardhi au ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Anasema zaka yote ya nini? Ya nchi, kama ni mbegu ya ardhi, kama ni matunda na mengine ambayo hakuyataja, anasema ni takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Hebu sema ni takatifu kwa Bwana. Amen. Fungu la 10 au sehemu ya 10 ya mapato yetu ambayo Mungu anatupa kwa neema yake. Hakuna mtu ambaye anaweza akalipa mapato kwa kutaka kwake. Kuna wengi wanaweza wakasema ni kwa sababu nimesoma ndio maana nina kazi na mshahara, ni kwa sababu nina mtaji naweza nikaenda mahali popote nikafanya biashara. Akawa na kiburi cha fedha, asione kama ndani ya ile fedha aliyonayo kuna sehemu takatifu ya Bwana. Kuna wengi wamesoma kama wewe lakini hawana kazi. Kuna wengi wana uwezo wa kupata mtaji na kufanya biashara lakini hawajapata. Kuna wengi ambao katika namna ya binadamu wana uwezo na nguvu ya kufanya mambo mbalimbali lakini hawajaweza kufanya. Kwa nini? Mungu ndiye atuwezeshaye kwa neema. Hata fedha ambazo tunaweza tukaimiliki kwenye maisha yetu si kwa sababu ya chochote tulicho nacho, ni kwa sababu Mungu ametupa hiyo neema. Kazi unayofanya ni kwa sababu ya neema. Unaendesha bodaboda unapata fedha, ni kwa sababu Mungu amekufunika kwa neema yake. Wangapi bodaboda wamepoteza mahali? Ni kwa neema. Haleluya. Ni kwa neema. Mtu yeyote asije akajisifia elimu, akajisifia ujuzi alionao, akajisifia mali alizonazo. Chochote ulicho nacho ni kwa sababu Mungu amekupa. Kama Mungu asingekupa usingekuwa nacho. Amen. Tunafikia mahali ambapo tunakwenda kiburi cha uzima. Tunaona tunavaa, tunapendeza, tunaishi na familia zetu, tunafanya mambo mbalimbali, alafu tunaona kana kwamba tunastahili kuwa na vile vyote tulivyo navyo, tumefaa kuwa na vyote tulivyo navyo. Lakini kiuhalisi nataka nikwambie, kuna wengine walifaa kuliko zaidi yetu. Kuna wengine
zaidi yetu, lakini Mungu ametupa sisi vichache tulivyo navyo, ni kwa sababu ya neema yake ya ajabu. Ninaifurahia hiyo neema, ninaifurahia. Haleluya. Sasa katika vitu ambavyo Mungu ametujalia kwa navyo kwa neema yake, anasema kuna sehemu ya 10 ambayo ni takatifu. Unafanya kazi yako, mwisho wa mwezi unapata mshahara wako, labda ni 100,000, ni 500,000, ni 1,000,000. Ndani ya ile fedha yote sio ya kwako. Ndani ya mshahara huo kuna sehemu takatifu ya Mungu. Lazima uelewe. Usipoelewa hiyo, utakuwa na bahati mbaya duniani, bahati mbaya maisha, bahati mbaya kuzaliwa, kwa sababu utaishi ndani ya fedha zako, lakini kwenye hazina ya Mungu, kwenye ufalme wa Mungu una chochote. Utafanikiwa kujenga, utanunua gari, utafuga mifugo, utakuwa na maendeleo duniani, utakuwa na kila kitu, lakini kwenye ufalme wa Mungu utajikuta uko uchi, hata mavazi hauna. Kwa nini? Hujawekeza chochote. Haleluya. Shika mkono jirani yako, mwambie wekeza kwa Bwana. Mwambie tena wekeza kwa Bwana. Mwambie tena wekeza kwa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo unapoendesha bodaboda, imefika jioni, umepata 30,000, zote sio za wao, iko takatifu ndani ya hizo ambayo ni ya Bwana. Haleluya. Umelima shamba, umevuna, unapoenda ghalani, usiseme yote ni ya Bwana. Ndani ya mazao yako iko takatifu. Lazima kwenye akili yako uiweke, kwenye ubongo wako ikae, ujue. Umevuna gunia zako 10, uelewe ndani ya gunia 10 ulizozipata shambani kuna sehemu takatifu ya Bwana. Usipoelewa utapata hasara. Haleluya, haleluya, haleluya. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ya 14, piga kwa kidogo, mstari wa 18 tutaenda mstari wa 20. Kijana mmoja mwenye nguvu atusome hapa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18 twende hadi mstari wa 20, na mwingine afungue Waebrania sura ya 7 mstari wa 1. Nasema Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18 nasema, na Melkizedeki mfalme wa Salemu, akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewaita adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Huyu alikuwa ni Ibrahimu, alipata hiyo Ibrania 7:1. Nituulize kwanza, tunasoma baadaye. Haleluya. Biblia inasema Ibrahimu alikutana na mfalme anaitwa Melkizedeki. Wakati wa Ibrahimu ametoka kupigana vita, maana walikuja wafalme 5 wakavamia, alafu wakachukua mali, wanawake na watoto na ndugu yake Rutu. Ibrahimu aliposikia ndugu yake Rutu amechukuliwa mateka na watoto wake na mali zake alizokuwa nazo, alipata hasira. Kwa nini wamechukuliwa? Kwa hiyo akawachukua vijana wake, Biblia inasema walikuwa kama 300 na kitu, akawapa silaha wakawafuatia ndugu zao.
wakaenda wakawakuta njiani mbali sana, wakaanza kupigana nao, wakapigana sana kwa jasho na damu ili waweze kurudisha mali zilizoibiwa. Lakini ndugu yake Rutu na vitu vyake virudi, akapigana kwa jasho, akapigana kwa nguvu zake zote, akapigana kwa damu, kwa vyovyote viwavyo, na Mungu akampa kushinda wale maadui. Haleluya! Sasa wakati anarudi kutoka kwenye vita, akakutana na mfalme Melkizedeki. Melkizedeki akambariki kwa jina la Bwana, akampa baraka zote. Ibrahimu naye akafunguka moyo wake, akampa fungu la 10 ya kila kitu alichokitenda nyara alipokuwa kapiga vita. Akampa mfalme, akampa kuhani Melkizedeki. So tunaona katika Biblia mwanzilishi wa kwanza kabisa wa kutoa fungu la 10 ni baba yetu Ibrahimu, na ilikuwa ni kabla hata ya Torati kuwepo, kabla ya Torati kuelekeza masuala ya zaka. Maana Mungu aliongoza kwa njia ya dhamiri zao, jinsi ambavyo wanapaswa kumtumikia Mungu kwa mali zao na vitu ambavyo Mungu alikuwa anapatia. So akatoa mali yake kama fungu la 10 kwa kuhani Melkizedeki. Ni mtu wa kwanza katika Biblia, au mtu wa kwanza tulimuona katika historia kutoa fungu la 10, na alitoa kwa ukamilifu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waebrania 7 mstari wa kwanza. Waebrania 7 mstari wa kwanza anasema, kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake la kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, huyu adumu kuhani milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunaona Ibrahimu alipigana kwa jasho, kwa nguvu, hata kuyagharimu maisha yake kufa. Maana anapenda kupigana vitani. Haleluya! Tena wafalme wale walikuwa ni watamu na majeshi yao, tena wana nguvu. Ibrahimu akajitoa kwenda kupigana nao. Aliporudi akasema, katika nyara mlizozipata na vitu ambavyo ni mapokonya, iko sehemu takatifu ya nani? Ya Mungu. Na alitoa. Haleluya, haleluya. Wakati wanapoenda kupigana, wanakumbuka kuleta sehemu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kupigana, unaweza kusema, mimi nikipata kazi nzuri ambayo nakaa starehe, ndio nitakumbuka kumtolea nini Bwana zake. Kumbuka Ibrahimu alipigana vita, si ndio? Tena kwa jasho, tena kwa taabu na usumbufu mwingi. Akakumbuka katika jasho hili na katika taabu nilionayo, imenipasa kumtolea Bwana sehemu yake takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kwenda kufanya kibarua kwenye shamba la mtu, unatoa jasho, sweat, umehangaika, umepata shilingi 10,000, toa jasho sana. Alafu unasema, kwanza hata mahitaji yangu nyumbani haitoshelezi. Unaamua kuipiga yote na ile sehemu takatifu ya Mungu. Haleluya. Lakini Ibrahimu pamoja na jasho alilotoa, alimjua ndani ya jasho hili kuna sehemu takatifu ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna sweat, tunafanya kazi kwa bidii, na unakwenda kuchimbua mtaro, kwa kibarua mahali, nahangaika asubuhi mpaka jioni, mwezi mzima unakimbia kule,
katika taabu ambayo unataabika nayo kwenye maisha yako. Usiseme napenda kwa shida, kwa hiyo nitaitumia nipendavyo. Hapana, katika ile taabu yako ukiwa mwaminifu kumtolea Bwana, Mungu siku moja atakuja kukufuta machozi, kwa sababu ameona taabu uliyotaabika, halafu ukakumbuka ndani ya taabu hii kuna sehemu takatifu ya Mungu. Haleluya! Ndani ya taabu hii kuna sehemu takatifu ya Mungu. Shike mkono jirani yako, mwambie ndani ya taabu unayotaabika ili upate pesa, ili upate kipato, kumbuka kuna sehemu takatifu ya Bwana wa majeshi. Haleluya! Hata kama umepewa kazi ya ulinzi, kulinda hili kanisa, wewe mlinzi, kwa mwezi unalipwa 20,000 kwa mfano, unalinda, piga mbu, piga baridi, unatabika usiku kucha mpaka mwezi unaisha, alafu kanisa linakulipa shilingi 20,000. Unasema pengine mngelipa 2,000-3,000, hizo nimejitolea tu, lakini nipende 20,000. Ndani ya hizo 20,000 kuna sehemu takatifu ya Bwana. Haleluya! Yaani kwa nikifundisha somo hili naona raha sana, kwa sababu nimejifunza kueleza kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hata kama ndio kazi ya kupamba kanisa, tunasema huyu ni mpambaji, ni mshirika wetu, anapamba, tutampa 50,000 atupambie jengo letu zuri tunaloabudia. Kumbuka, baada ya kumaliza kupamba, kanisa limekulipa shilingi 50,000. Ndani ya 50,000 kuna sehemu takatifu ya Bwana. Sasa jina la Yesu libarikiwe sana. Kuna makanisa mengine yanawalipa hadi wapiga drums, hadi wapiga keyboard na vinanda, wanalipwa. Kwa nini? Kwa sababu kanisa linaona ni vema kutoa sehemu ya shukrani kwa kazi unayofanya. Unapolipwa kwa sababu umepiga kinanda, kumbuka ndani ya malipo hayo yaliyotoka ndani ya hazina ya kanisa kuna sehemu takatifu ya Bwana. Wananiambia kuna mtu mmoja hapo kwenye eneo hilo. Upone na wewe kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna sehemu takatifu ya Bwana. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Acha tuende mbele kidogo. Haleluya, haleluya. Ni mahali gani napotakiwa kutoa sadaka yangu? Ni mahali gani napotakiwa kutoa sadaka yangu? Kumbukumbu la Torati 12:11. Mwingine afukue Kumbukumbu la Torati 12:6. Je, zaka naweza kutoa mahali popote? Hasha, kuna mahali sahihi ambapo Mungu ameelekeza tuweke zaka zetu. Nisomee kama mfiki. Kumbukumbu la Torati 12:1 inasema, hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako, uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. 12:11. Kumbukumbu 12:11 inasema, wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu kinachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na zabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule zitakazoweka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo Bwana amepachagua aliweke jina lake,
mahali hapo Bwana ametuamuru tupeleke zaka zetu, shukrani zetu, sadaka zetu za hiari na kila kitu kitupasacho mahali alipopachagua nani? Bwana aliweke jina lake. Haleluya, haleluya. Mungu, ninaamini hapa kumechaguliwa. Ninaamini mahali hapa Bwana ameliweka jina lake. Amen. Ninaamini mahali hapa iko neema na nguvu ya Mungu hapa. Amen. Katika ulimwengu wa roho, mahali hapa sio pa kuchezea. Haleluya. Na msiwe mnaruhusu watu ikiwezekana kupanda huko madhabahuni kwa sababu mnatisha kama nini. Wanaweza kupanda watu maalum tu, lakini sio kila mtu. Haleluya. Hapa kuna moto. Amina. Kuna nini? Sema fire. Kuna moto. Ukija huku juu kuna moto zaidi. Ukitaka kujua, mtafute mchawi mmoja ambaye alishawahi kujaribu, alikuta kitu gani. Atakwambia kila kitu, ila wewe pengine huwezi kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amelikalisha jina lake. Mahali hapa liko jina la Bwana, iko nguvu ya Mungu, iko neema ya Bwana. Hasa anasema mahali pale alipopachagua, na wewe unaamini ndani ya moyo wako pamechaguliwa, ndio maana uko hapa. Kama Mungu alikuwa hajapachagua hapa, aliweke jina lake, aweke utukufu wake, usingekuja. Maana yake lile jina ndilo ambalo limekuvuta, limekuleta mahali hapa. Haleluya. Amen. Si kwa sababu ya mtu amekushawishi, si kwa sababu ya mtu amekukaribisha, lakini kuna jina la Yesu liko mahali hapa. Kuna nguvu ya Mungu iko mahali hapa, imekuvuta. Hata kama kuna mtu alikukaribisha njoo kanisani kwetu, lakini ulipofika ukakuta ile jina lipo. Haleluya. Utukufu wa Mungu upo, neema ya Mungu ipo. Ukasema mahali hapa ni pazuri kama nini, nitake niende wapi? Siwezi nikaondoka hapa, kwa maana ni pazuri. Ninaona utukufu wa Bwana, nimeupokea uponyaji hapa, nimepokea uzima mahali hapa, nimezipokea baraka hapa. Niende wapi? Kaamua kukaa kumwabudu Mungu mahali hapa. Bwana jina lake liko. Haleluya. Na lolote mtakaloomba kwa jina lake atawapeni, kwa maana lipo na utukufu wake uko mahali hapa. So anasema mahali ambapo Mungu amepachagua na kuliweka jina lake, pelekeni zaka zenu na shukrani zenu na dhabihu zenu hapo. Hapa. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu mmoja akapeleka sadaka ya fungu la 10 kwa mjane. Alipomtembelea mjane, alikuwa anatembelea kwa mjane mara kwa mara, na kuna sungwa na nini, mpaka ajisikia siku moja apeleke fungu la 10 kwa nani? Kwa yule mjane. Kama mjane fungu lake la 10, baadaye kaondoka. Baada ya siku kadhaa mambo yake yakaanza kwenda ovyo. Na kwa sababu alikuwa anampenda Bwana, siku moja akaingia kwenye maombi kuuliza Mungu, kwa nini mambo yangu yanaenda hivi? Mbona yaeleweki? Akaomba, akafunga, akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha, alichukua fungu lake mkononi, anampa nini? Mjane. Akamwambia shida yako ni hiyo. Sijakwambia nipe mjane. Nilisema fungu la 10 liwekwe mahali pale ambapo Bwana ameweka jina lake, sio kwa mjane. Haleluya. Hebu sema sio kwa mjane. Kuna watu mnakutana na waombezi huko, anakuombea, sema mimi nabii kubwa, shida yako yote hapa ndio full stop. Anakuombea alafu unampelekea fungu la 10. Yule aliyekuombea nabii, umekutana mtaani au umeenda umekuombea, Bwana hajaamuru peleke pale. Bwana ameagiza ulete hapa.
hata kama amekuwa na mafuta yamejaa pipa, akikuombea amemaliza, lakini Mungu amekupanda hapa. Haleluya! Fungu lako la 10 natakiwa lije wapi? Hapa, sio kule kwa nabii fulani au kwa mtume fulani au kwa nani. Hapana, Bwana amekuchagua na amekupanda kwenye madhabahu, anataka fungu lako la 10 lije hapa. Hebu nyosha mkono mbele, mwambie jirani yako pale. Mwambie tena pale. Haleluya, haleluya. Kumbukumbu la Torati 12:6. Rudi nyuma kidogo pale, unaisoma usome maandiko haya. Kumbukumbu la Torati 12:6 inasema, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa. Na dhabihu zenu. Na dhabihu zenu. Na zaka zenu. Na zaka zenu. Na sadaka ya kuinuliwa. Na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pelekeni wapi? Kule. Na malaika anasema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula cha kutosha katika nyumba yangu. Amen. So anasema pelekeni katika nyumba yangu. Katika wakati wa agano lile la kale, nyumba ya Mungu ilikuwa imejengewa vyumba vya kuwekea hazina, store. Zilikuwa store. Na kwa sababu wengi walikuwa wanaishi na kutegemea masuala ya shamba ya kilimo, mifugo, masuala ya fedha yalikuwa machache, lakini kilimo, mifugo na nini vilikuwa vingi. Kwa wakivuna wanaleta mazao yanakaa store za kanisa, ili chakula kinapokuwepo ndani ya nyumba ya Bwana, watumishi wa Mungu waweze kutumika pasipokuwa na njaa. Na ndani ya hivyo vitu ambavyo vilitolewa sadaka kama zaka na sadaka nyingine, Mungu aliweka utaratibu namna ya nini vitumike kwa namna gani, na vilitumika kwa wale watumishi tu waliotumika katika nyumba ya Bwana. Kwa sababu muda wetu hautoshi, hatuwezi kueleza mambo yote, lakini kulikuwa na hazina maalum iliyokuwepo. Na hapo ukikumbuka, Yesu aliingia kwenye chumba cha hazina, akaona jinsi watu wanavyotoa nini sadaka. Kulikuwa na vyumba vya hazina, wanaweka vitu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nasema pelekeni huko katika nyumba ya Bwana. Ukikutana na mtumishi anakwambia nipe fungu lako la 10 kwa sababu nimeiombea kazi yako umefanikiwa, mwambie hapana, maandiko yanasema nipeleke kanisani. Amen. Siwao wanaombea mtumishi kule nyumbani, nampigia simu mtumishi, najisikia vibaya, nahitaji maombi yako. So anainuka mtumishi yote kanisani, anakuja akipiga faya tu dakika moja umefunguliwa. Sababu sasa umefunguliwa, lete zaka. Mwambie hapana, zaka nimeambiwa nipeleke pale. Jina la Yesu libarikiwe. Ukimpa soda vizuri, kwa sababu naye ni mtumishi wa Bwana. Ila kwa habari ya zaka ni hapa kwenye madhabahu nyumbani mwa Bwana. Sema amina. Sema tena amen. Kuna mtu mmoja amepona kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya. Amen. Agano Jipya linasema nini kwa habari ya zaka? Kwa sababu kuna habari ambazo sasa hivi mtandaoni, watu wanaoangalia masuala ya mtandaoni, kuna wahubiri fulani ambao wanahubiri wanasema tunaishi kwa neema. Naishi kwa neema. Zaka ilikuwa katika agano la kale. Agano Jipya Yesu ameshamaliza kila kitu. Hatuna haja kutoa zaka wala nini wala nini. Je, agano Jipya linasemaje? Na Yesu alizungumza nini kwa habari ya fungu la 10? Mimi huona wachache kabisa, kwa sababu agano Jipya limekuja kwa ajili ya kutimiliza agano la kale. Haleluya. Maana yake hatuendi tumeyaacha agano la kale. Agano la kale lipo na agano Jipya limekuja kujazia mapungufu yaliyokuwepo kwenye agano la nini? La kale. Jina la Yesu libarikiwe sana.
Neema hiyo ndiyo inayotufundisha kutembea katika ukamilifu wa neno la Bwana. Hiyo neema haituzuii kuyatenda yatupasayo kutenda. Ni namna fulani ya udanganyifu wa shetani, anawadanganya watu ili wapotoke wasitende sawasawa mapenzi ya Bwana, ili wapate kuangamia baadaye. Lakini Agano Jipya limezungumza vizuri kwa habari ya zaka. Kitabu kile cha Mathayo funguo 23:23. Mwingine afungue Luka 11:42. Haleluya, haleluya. 23:23. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo inawapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanalipa. Kumbe zaka kwa namna nyingine ni kulipa, ni deni tunadaiwa. Amina. Mnalipa zaka za mnanaa na shina nini, lakini mnaacha mambo ya nini? Ya adili. Akasema Yesu, hayo mnapaswa kuyafanya na yale mengine msiyaache. Kwa hiyo Mungu anatutaka kabla hatujalipa zaka tutende mambo ya adili, tuishi maisha matakatifu yanayompendeza Bwana. Haleluya. Ina maana hao watu waliacha mambo ya adili, waliacha utakatifu, wakaacha kutembea katika sheria za Mungu, lakini wakasema kwa kuwa tunatoa zaka tena za mnanaa na shina nini, basi kwa zaka hizi pengine zitafuta na makosa yetu, kwa sababu anatoa mengine wakati nayo. Yesu akawakemea, amesema pana, imewapasa kwenda kwa adili, lakini msiache kutoa hiyo sehemu ya zaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa ndivyo hata nyakati za leo unakuta mshirika yuko kanisani, anatoa fungu la 10 vizuri, wakati mwingine anatoa michango, anatoa kila kitu, lakini mtaani maisha yake ovyo. Haleluya. Maisha yake ni mabaya, ila akija atanunua vyombo, atatengeneza madhabahu, atafanya kila kitu, akifikiria kwamba Mungu haoni yale anayotenda, na akifikiria kwamba pengine hayo yafanya yanaweza kumfeva mbele za Bwana. Yesu akasema haya yote mnayofanya ni kazi bure ikiwa hamjaweka msingi kwanza wa utakatifu. Haleluya. Zaka ndiyo toa, lakini kwanza mambo ya adili, mambo ya haki, utakatifu, kutembea kwenye kweli, alafu fanya na mengine haya yote. Nataka nikwambie, hata kama utamfurahisha mchungaji wako, utamnunulia suti, utamnunulia viatu, utafanya kila kitu nyumbani mwa Bwana, lakini kama adili, matendo ya haki, utakatifu, kumcha Mungu haviko ndani yako, hayo mambo yote utayafanya mbinguni na ndipo sio kufanya chochote. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. So Yesu anafundisha zaka itolewe, lakini kabla ya zaka tuangalie maisha yetu. Mwambie yako, angalia kwanza maisha yako. Angalia maadili, angalia utakatifu, angalia kumcha Bwana, angalia mwenendo wako, angalia tabia yako, impendeze kwanza Bwana, maana huu ni msingi wa kwanza, ili mengine atakapocheza katika msingi huu yanakuwa na faida. Yanakuwa na faida. Huwezi kumwomba Mungu fungu la Mungu. Hapana, huwezi. Haleluya. Kuna mashirika sio hapa kanisani, kwenye makanisa mengine yanajaribu kumhonga mchungaji, hata anashindwa kukemea dhambi za washirika, kwa sababu ndio walionunua vyombo vya kanisa, ndio wanaotoa fungu la 10 kubwa kuliko washirika wengine. Wanajaribu kumfunika
mchungaji asiseme chochote. Ukiangalia mtaani wamesema watoto wa nchi. Ukiangalia mtaani wengine wanalewa pombe, lakini kanisani ndio wafadhili wakubwa. Wanajaribu kumkamata mchungaji asiseme chochote kwa sababu wanapeleka vitu nyumbani kwa mchungaji. Haleluya! Lakini Yesu akasema, fanyeni yote, lakini mambo ya dini kwanza, utakatifu kwanza, haki kwanza, kumcha Mungu kwanza, mambo mengine yanafuata baadaye. Sema amen. Sema amen. Huwezi ukafunga mchungaji alafu kafikiri uko salama mbele za Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Haya. Luka 11:2. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za nanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya dini na upendo wa Mungu, iliyopasa kuyafanya hayo ya kwanza, bila kuyaacha hayo ya pili. Bila kuyaacha hayo ya ngapi? Kwa Agano Jipya anaendelea kusisitiza kwamba imewapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha haya nini ya pili. Wanaweka msisitizo kabisa ya kwamba zaka ni muhimu kutoa bila kuacha maisha matakatifu. Watu wa Agano la Kale walikuwa wanajitahidi sana. Somo la zaka liliwaingia sana ndani mioyo yao, hata wanahesabu mchicha mmoja mmoja baada ya mwingine. Akifikisha ile mchicha 10 anatoa moja anaweka pembeni. Haleluya. Anahesabu mchicha mmoja mmoja, ule kwa sehemu ya 10 anaweka pembeni na baki 9. Yeye anajitahidi awe mwaminifu. Haleluya. Akalima mchicha. Tunapigia makofi watu wa Agano la Kale. Walikuwa waaminifu. Haleluya. Ukisoma mahali pengine, kuna mtu mmoja akawa anajitaka kwa Yesu, anasema mimi sio kama yule. Sio kama yule. Nasema mimi ninafunga mara 3 kwa juma, tena ninatoa zaka kwenye mapato yangu yote. Yaani anajitaka kwa jinsi ambavyo anafunga na kutoa nini zaka. Yesu akamwambia, wewe mnafiki, mbona maisha yako unayajua mabaya? Haleluya. Ila walifanikiwa kwenye eneo la nini? La kumtolea Bwana. Mwambie jirani yako, fanikiwa na wewe kuanzia leo. Mwambie tena, fanikiwa kuanzia leo. Usikubali kushindwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kumbukumbu 14:22. Nasema, usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Usiache kutoa. Biblia inasisitiza, nasema usiache kutoa mwaka baada ya mwaka kwenye mazao yanayotoka shambani mwako. Sasa hapa anazungumzia nini? Mazao kwa wakulima wanaolima mwaka baada ya nini? Ya mwaka. Lakini kuna wengine ambao sio wakulima, wanapata mwezi baada ya mwezi. Haleluya. Na kuna wengine ambao wanapata wiki baada ya wiki. Na kuna wengine wanapata siku baada ya siku. Biblia inasema usiache kutoa. Hapa kuna shida ipo ninayoiona. Kuna mwingine akitoa mwezi wa 3, anaruka miezi 2, anaenda kutoa tena mwezi wa 7. Hiyo ni shida ninayoiona. Naona shida katikati hapo. Na Roho Mtakatifu ananishuhudia kuna watu wana shida kama hii hapa.
kanisa. Hili ni neno la Bwana kwa ajili yako. Nasema hili ni neno la Bwana kwa ajili yako. Anasema usiache kutoa kila mwaka unapovuna mavuno yako. Ikiwa wewe Mungu amekupa neema, una kazi, umeajiriwa, iwe serikalini, ni kwa mtu binafsi au kwa vyovyote, na unapata mshahara mwisho wa mwezi, usiache kutoa kila unapopata mshahara. Usiache. Maana hayo ndio mapato yako mwezi kwa mwezi. Toa kila mwezi. Usiruke. Usiseme nilitoa mwezi uliopita, mwezi huu sitoe. Ni makosa. Kila unapopata mshahara wako, toa. Wengine ambao wanapata kila wiki, ikifika Jumamosi, fanya hesabu yako, Jumapili njoo zaka kanisa. Usiache. Haleluya, haleluya. Ninajua kanisani tunaweka utaratibu na tunachora draft na majina ya watu washirika kanisani. Huwa tunajua fulani ni mwaminifu, kila mwezi anatoa. Fulani alipotoa mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 4 hajatoa tena. Fulani tangu mwaka jana ametoa mara moja tu, miaka 2 hajatoa tena. Tuna madaftari. Kwa nini tunaweka madaftari? Ili kuwalinda wale watu ambao hawajafanikiwa kuwa waaminifu. Haleluya. Na mchungaji siku akikuita akakwambia, mpendwa, mbona kuna deshi kwenye bezi yako, kulete zaka, kulete fungu la 10 nyumbani kwa Bwana, usimchukie mchungaji. Usiseme mchungaji anapenda hela. Hapana, hapendi hela, kwa sababu mchungaji anaweza akaishi bila hata pesa yake. Anaweza. Maana hata kabla wewe ujaanza kutoa, alikuwa na maisha, alikuwa anaishi, alikuwa na nyumba, alikuwa anaishi maisha mazuri tu. Fedha yako haiwezi kumtajirisha mchungaji. Anakusaidia ili usiwe wizi mbele za Bwana. Anakusaidia ili uende mbinguni. Haleluya. Anakusaidia. Kama hapa kanisani hamna utaratibu wa kukaa na watu ambao hawatoi fungu la 10 kwa uaminifu, kuanzia leo kuwekea utaratibu. Mwasaidie. Amen. Mwasaidie. Haleluya. Amen. Mwasaidie. Katika eneo ambalo ni nyeti na ni muhimu sana, na ambalo mtawazuia watu wasiingie kwenye ufalme wa mbinguni, kwenye fedha. Pesa. Hasa kwa mwasaidie. Na usione ni vibaya kumwita mtu ameruka mwezi wa kwanza, ameruka mwezi wa pili hajapo. Usisubiri mpaka miezi 3 ipite. Apokee uponyaji mapema kabla hajawa sugu, hajawa mwizi sugu. Akiwa mwizi sugu, siku akisha kuwa sugu, ukimkemea mwizi sugu, ukitaka kumsaidia mwizi sugu, atakufanya atahama kanisa. Amekuwa ni sugu. Lakini la kwanza, ule mwezi wa kwanza wa pili, ukimwita atajirudi. Haleluya, haleluya. Mimi nafurahia mahubiri yangu. Leo sipo enjoy mahubiri yangu, na enjoy mwenyewe. Naona la. Haleluya. Saidie. Na kama kuna kitabu cha walimu hasa kanisani kianzishwe, na orodha ya washirika wote iandikwe, kwa sababu hakuna mshirika hata mmoja ambaye hana uwezo wa kutoa fungu la 10. Hakuna hata mmoja. Mimi nina mtoto wa darasa la 6 anatoa zaka. Darasa la 6 anatoa zaka. Alafu namuuliza, hii zaka wewe unafanya kazi wapi? Baba, nakonipa hela ya kwenda shule, ninabana fungu la 10 na wewe. Nasema haya, hapo mimi sifikiri. Haleluya. Na Mungu amembariki, amempa akili bora. Anafanya vizuri. Hakuna hata mmoja ambaye anasema siwezi nikatoa zaka. Hata mtu mmoja hayupo. Hakuna.
Hakuna mtu ambaye anaweza kaishi kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 hajawahi kupata shilingi 10,000 hata kupewa na mtu masomo. Hakuna. Hata mpaka sasa kama unaweza ndani ya siku 30 ukapata shilingi 10,000, ujue 1,000 ni takatifu kwa Bwana. Sio kama itoe kwa Bwana. Usirukeruke. Kila unapopata mtolee nani? Mtolee Bwana. Haleluya, haleluya. Mtolee Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbukumbu la Torati tumesoma pale. Sura ya 22. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hilo moja unapoenda kumalizia. Haleluya. Tuliongezee pale. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Sifuni jina lake. Haleluya, haleluya. Kumbukumbu la Torati 12:17 nitasomea na nikuliweke kwenye kumbukumbu yako. Anasema usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka yako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala ya wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe, wala ya kondoo, wala nadhiri zako uwekazo zozote, wala sadaka zote zako za hiari, wala sadaka ya kuinuliwa ya mkono wako. Kwa hiyo tunataka ni usile katika malango yako zaka. Bwana Yesu asifiwe. Usile katika malango yako zaka. Maana yake ni nini? Ile sehemu takatifu ambayo unapaswa kuileta kanisani, usile. Malango yako Mungu amekusudia yalete baraka.